Hamza, asante sana. Ndugu zangu, hamjambo? Asante. Kama alivyoeleza Hamza, mdahalo huu ni take two ya ile ya tarehe 2. Kwa hiyo ni muendelezo. Mimi siku ile karibu nilikuwa nimemaliza ya kwangu, lakini baada yaliyotokea wakaomba, nadhani take two hiyo tuanze upya, ingawa kwa kifupi. Kwa hiyo nitajaribu kwa kifupi kurudia yale niliyosema tarehe 2, kwa sababu ndio msingi wa wenzangu kuja kufafanua. Siku ya tarehe 2 nilianza na utaratibu wa kura ya maoni. Nikasema utaratibu huo unaongozwa na sheria ya kura ya maoni, ambayo ni tofauti na sheria ya mabadiliko ya katiba. Sheria ya mabadiliko ya katiba iliongoza tume kukusanya maoni, kuandaa rasimu ya kwanza, kwenda kwenye mabaraza ya katiba, kukamilisha rasimu ya pili na kuwasilisha kwenye bunge maalum. Bunge maalum nalo liongozwa na sheria ya mabadiliko ya katiba, likajadili ile rasimu, ndio likapitisha katiba inayopendekezwa. Hayo ni matakwa ya sheria ya mabadiliko ya katiba. Baada ya hapo, hatua inayofuata ya wananchi kupiga kura ya maoni inaongozwa na sheria ya kura ya maoni. Baada ya pale, kwa bahati nzuri, Rais alitoa ufafanuzi mzuri wa sheria ile ya kura ya maoni alipozungumza na wazee Dodoma. Tunashukuru Rais amepata matibabu, afya yake inaimarika, na tunategemea mwisho wa wiki hii atarudi nyumbani, na tamtakia apone haraka, kwa sababu ana jukumu kubwa kuliongoza taifa katika kipindi hiki. Wote tumtakie heri, aweze kupona haraka na nchi yetu itulie. Sasa Rais alieleza kwa ufasaha utaratibu mzima ulio katika sheria ya kura ya maoni, kuanzia alipokabidhiwa katiba na kuendelea mwisho itakuwa lini. Alitaja kwanza, alisisitiza ni lazima tufate sheria ya kura ya maoni inavyosema, na yeye akaainisha kwamba kufika mwisho wa Machi mwaka kesho, tume ya uchaguzi itakuwa imekamilisha daftari la wapiga kura, na akasema kufuatana na matakwa ya sheria ya kura ya maoni kutakuwapo na kipindi cha mwezi mmoja cha kampeni. Nadhani alisema kuanzia tarehe 30 Machi mpaka tarehe 29 Aprili. Wananchi wanaelewa hiyo. Kimebaki kimoja tu. Sheria ile inatakiwa kuwepo miezi 2 ya elimu kwa umma, na ni wajibu wa tume kuwatangazia wananchi lini hicho kipindi
kinaanza. Maana elimu kwa umma lazima itolewe kabla ya kampeni kuanza. Hiyo ni juu ya utaratibu wa kura ya maoni. Sasa katiba inayopendekezwa, lengo la kuleta mchakato huu, la kuanzisha mchakato huu, ilikuwa tupate katiba mpya. Maana yake ni katiba ambayo itakuwa tofauti na katiba ya sasa. Na wananchi walitoa maoni katika maeneo yote yanayohusu katiba. Na maoni hayo ndiyo yameongoza mchakato huu. Sasa tuone hii katiba iliyopendekezwa, mabadiliko ni yapi, ili tuje tufike mahali tuseme tuna katiba mpya. Nitaanza na yale ambayo nafikiri ni mambo mazuri ambayo yako katika katiba inayopendekezwa. La kwanza, katiba, wananchi walitoa maoni mengi sana kuhusu dira ya taifa. Walikuwa wanasema wakati wa Azimio la Arusha tulikuwa tunajua dira yetu, tulikuwa tunajua tunakwenda wapi. Lakini baada ya hapo hatujui tunakwenda wapi. Wakasema ni muhimu katiba ionyeshe dira ya taifa. Na tume ikakusanya yale maoni kuona ni yapi ambayo wanasema yaingie kwenye katiba ile yatoe dira, pamoja na kufanya utafiti na kusoma katiba iliyo ya sasa. Kaona hili linafaa katika malengo muhimu ya taifa. Katika katiba ya sasa tunayo malengo. Yamo, ukiangalia nadhani ibara ya 8 inajaribu kusema ni kama kueleza siasa ya ujamaa na kujitegemea. Lakini tume ikaona yale yalikuwa finyo sana. Kwa hiyo ikatayarisha malengo kufuatana na maoni ya wananchi. Kwanza ikasema kuwe na lengo kuu. Ngoja nijaribu lengo kuu la katiba, yani kutuonyesha dira. Tunataka katiba inatuonyesha tunakwenda wapi. Katika ibara ya 10 ya rasimu, lengo kuu ilikuwa, lengo kuu la katiba hii ni kulinda, kuimarisha na kudumisha haki, udugu, amani, umoja, utengamano wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano kwa kuzingatia ustawi wa wananchi na kujenga taifa huru lenye demokrasia, utawala bora, maendeleo endelevu na kujitegemea. Hiyo ndiwe dira kwamba Watanzania tunakwenda huko. Kwa kawaida hiyo inaitwa kwa lugha ya Waingereza ndio fundamental objective. Fundamental objective. Na ili utekeleze hilo, huwa kinafuata kitu kinaitwa directive principles of state policy. Kwamba ili uwe hii ndiyo dira yako, kuna mambo fulani ambayo lazima
yazingatiwe ili ufikie lengo hili kuu. Katika rasimu na katika katiba inayopendekezwa ilifafanua vizuri. Tuliona badala ya ujumla ulio katika katiba ya sasa, kila eneo tuweke malengo yake. Eneo la kisiasa nini? Directive principle, serikali itapewa mwongozo gani kwa upande wa siasa? Na huko sema kazi ya serikali itakuwa ni kusimamia na kuhakikisha kwamba jamii ikiongozwa na serikali inazuia na kuondoa dhuluma, vitisho, ubaguzi, unyanyasaji, rushwa, uonevu na upendeleo wa aina yoyote kisiasa. Lakini pia kuhakikisha kuna amani na usalama. Haya ni malengo ya kisiasa. Tukaeleza pia malengo ya kiuchumi, malengo ya kijamii, malengo ya kitamaduni. Ndiyo hayo itakuwa dira ya kudumu. Bunge maalum kwa kiwango kikubwa limepitisha haya. Ni mabadiliko, na ni mabadiliko makubwa kwa sababu yanatuonyesha tunakwenda wapi. Limepitisha hili eneo la malengo makuu, ni mojawapo ya maeneo ambayo ni mapya katika katiba hii na ni mazuri. Lakini ilivyopitishwa na bunge maalum kuna kasoro mbili. Moja, nimesema hayatakuwa na nguvu za kisheria. Pili, wameingiza mambo ambayo sio ya kimalengo, sio ya dira. Wametia pale utafiti, wametia tume ya mpango, wametia tume ya sayansi na teknolojia. Kwenye malengo hutii taasisi. Taasisi zinakwenda kwenye uendeshaji. Lakini kwa ujumla yale yamefafanua. Tunaweza, na bahati nzuri ile iliyopendekezwa na tume, kwamba serikali iwe na wajibu kila mwaka kutoa taarifa bungeni jinsi hii dira inavyokwenda. Hiyo ni sehemu mojawapo nadhani nzuri katika katiba iliyopendekezwa. Ya pili ambayo ni nzuri, inawezekana isiwe mpya lakini imeboreshwa, ni haki za binadamu. Haki za binadamu, tume kwanza kufuatana na maoni ya wananchi kwamba haki tulizokuwa nazo kwenye katiba zilikuwapo nyingi, lakini wakasema nyingi zimewekewa vikwazo. Vikwazo hivi viondolewe. Tume ikafanya hivyo, zile clawback clauses zikaondolewa. Lakini pia ikasema kuna haki ambazo haziingizwa kwenye katiba. Tukapata maoni ya wananchi. Tulipata kutoka makundi mbalimbali. Wanawake, watu wenye ulemavu, wazee, vijana, wafanyakazi. Kafikiria, tukaona, tukazitia. Ni eneo liandaliwa vizuri na bunge limekwenda, limezingatia hiyo na limeboresha zaidi. Limeongeza haki nyingine. Kuna matatizo ambayo yametokana kidogo na maamuzi ya bunge. Moja, kufuatana na maoni ya makundi mbalimbali,
ilionekana haitoshi tu kuorodhesha haki bila kuongeza nguvu ili hizo haki ziweze kutekelezwa. Na makundi haya hasa ilikuwa haki ya mtoto, haki ya wanawake, haki ya watu wenye ulemavu na haki ya makundi madogo. Katika haki zile wale wanasema, ukiona kwa mfano hata sheria nyingi sana ama sera, kwa hasa sera nasema wanawake wana haki, lakini kwenye utekelezaji inakuwa na matatizo. Katika maeneo hayo kulikuwa na kifungu kinasema mamlaka za nchi zitaweka utaratibu wa kisheria kutekeleza haki hizo. Yaani haki ya mtoto, haki ya wanawake, haki ya watu wenye ulemavu na makundi madogo. Kwa bahati mbaya ilipofika kwenye bunge maalum wakaondoa hii. Tunafikiri hapo baadaye itakuja kuongezwa, kwa sababu tunafikiri hapa kuna haja ya kutoa msukumo maalum ambao uko backed na sheria. Lakini pia hasa kwa makundi madogo tunasema kuwepo na sheria. Wameondoa, lakini wametia clawback clause. Wanasema kutegemea uwezo wa kitaifa ndio unatoa haki zile. Sisi tulifikiri makundi madogo ni priority. Usije ukatia hii ukaja kusema hatuna uwezo. Watakwisha hata kama tusipochukua uamuzi wa makusudi, wanaweza kuishi. Lakini nasema sehemu ya haki za binadamu ni nzuri. Madaraka ya rais. Madaraka ya rais, wananchi walizungumza sana juu ya madaraka ya rais. Tukaangalia mapendekezo ya tume ilikuwa, kwanza, rais asiwe na madaraka kila mahali. Awe na madaraka hasa ya uteuzi kwenye ngazi ya taifa. Huko kwingine ziachiwe tume za utumishi. Hili limekubaliwa na bunge maalum. Pili, tunasema katika nafasi nyeti rais apate ushauri namna ya kuteua. Nalo limekubaliwa. Kwa mfano tume ya uchaguzi, wajumbe wa tume ya uchaguzi anapata ushauri. Watu wenye sifa wataomba na watachamuliwa na tume ya uteuzi. Yenyewe ndiyo itampelekea rais kwamba teua kati ya hawa, na sehemu nyingine anashauriwa na vyombo mbalimbali. Hilo limekubaliwa. La tatu, tulisema vyeo fulani lazima upate uthibitisho wa bunge. Vyeo kama wenye viti wa tume zile muhimu, mawaziri, jaji mkuu na wengine. Hili wamelikataa. Lakini sisi tulifikiri ilikuwa ni muhimu kwa sababu unatanua kunakuwa na uwazi zaidi. Na uwazi zaidi, na wale wanaoteuliwa wanakuwa na imani kwamba sio rais tu, lakini wamepata baraka ya wananchi kupitia wawakilishi wao. Tunafikiri bado hapa kuna kazi ya kufanya huko baadaye, maana ndio mtindo dunia nzima. Dunia nzima, hata nchi nyingi sana, hata mabalozi inabidi wathibitishwe na bunge. Sasa sisi maacha hivi, unabaki ni kama wateuli wa rais. Inaweza bado watu wakasema bado rais ana madaraka makubwa zaidi. Jingine zuri ambalo limo katika katiba ya sasa ni tume ya uchaguzi. Hili nadhani wote tunakubaliana, mfumo ambao umewekwa kwa kweli kama ukikubalika, tutakuwa tumeondoa matatizo yanayoambatana na tume ya uchaguzi. Nasema haya machache, yapo mengi lakini haya machache.
Sasa nije yale ambayo naona yana utata kidogo. Wananchi tulipozunguka nchi hii, kila mahali walisema maadili yameporomoka sana katika nchi yetu, ndani ya jamii na ndani ya uongozi. Na wakasema lazima katiba iwe na sura ambayo inahusu maadili, lakini pia tuwe na utaratibu wa kujenga maadili ya kitaifa. Wakasema tuwe na tunu, na tukasikiliza waliokuwa wamesema, tukaweka tunu mle. Zilikuwa nyingi kidogo, ilikuwa kama nazikumbuka: utu, uzalendo, uadilifu, umoja, uwajibikaji, uwazi. Sema hizi ni tunu na lugha ya taifa. Maana yake nini? Kwamba tujenge taifa. Ukiuliza Mtanzania ni mtu aina gani, unasema Mtanzania ni mtu anayejali utu, hataki ubaguzi, hataki matabaka, anaona kila mtu ni sawa. Mtanzania ni mtu aina gani? Ni mzalendo, yuko tayari kutumikia nchi yake kwa njia yote ile. Mtanzania ni aina gani? Ni mwadilifu. Ndio ilikuwa maana yake hii. Ukijenga hiyo katika jamii, umeweka msingi wa maadili. Tuliyatia hali. Bunge kwa bahati mbaya wameacha utu tu, nadhani utu na lugha. Mengine haya wameondoa, wametia muungano, wametia utu, muungano, nadhani utulivu. Haya sio tunu. Tunu kwa maana ya kusema national values. Hii ni national heritage, ni urithi tumepata. Muungano ni urithi. Sasa hapa ndio baada ya kutoa yale mambo yakavurugika. Kwa sababu kutokana na hayo, tume ilikuwa imependekeza kanuni za uongozi, imependekeza miko ya uongozi. Haya wamekwenda kuyatia, wanasema ni msingi wa utawala bora. Sasa mimi najiuliza, hivi huwezi kuwa mzalendo mpaka uwe kiongozi? Huwezi kuwa mwadilifu mpaka uwe kiongozi? Hii sio misingi ya utawala bora. Hii ni misingi ya kitaifa. Kila mmoja wetu, sio watawala tu. Sasa tulipotia yale, yameondolewa. Tulisema wewe kama umepewa dhamana, na kwa sababu hiyo ukapata zawadi ile ya taifa, sio ya kwako. Wewe kama umepewa dhamana, unapata vijisenti, vitumie hapa, usiwe na account nje. Na tukaorodhesha mengi tu. Wameondoa yale yote. Wanasema haya yanafaa yaende kwenye sheria. Lakini kufuatana na maoni ya wananchi na utafiti tuliofanya, ukiacha kwenye sheria hayatakuwa na nguvu, kwa sababu sheria tumekuwa nazo. Na tulifanya utafiti. Kwa mfano tuchukue nadhani Philippines walipambana na matatizo haya ya rushwa, ufisadi, na walikuwa na sheria. Na wakati wa Rais Marcos ikawa mbaya zaidi. Wakafika mahali wakasema, ukiachia viongozi kwamba ni sheria ya kawaida, watakuwa wanaibadili kufuatana na matakwa yao.
itie kwenye katiba, wakatia yale miiko ile, wakaitia kwenye katiba yao, na nchi nyingi sana zikaanza kukopi. Hapa Afrika, South Africa wanayo, Namibia wanayo, wametia kwenye katiba ili isiwe rahisi kubadili, na kwamba ukijulikana, kama wewe ukijulikana una account nje, huna haja ya kusema TAKUKURU aweze kuchunguza. Ukijulikana tu unawajibika. Na sio sisi tu. Israeli walikuwa na waziri mkuu tena hodari sana, alikuwa anaitwa Yitzhak Rabin. Katika kuchunguza gazeti moja ikasema huyu waziri mkuu pamoja na mke wake wana account Marekani. Na ikawa kweli, ilibidi ajiuzuru. Sasa na hapa kwa historia yetu, nilisema siku ile, narudia, kuna wakati Mwalimu alishauriwa aanzishe account ya nje ndio fedha zake zitakuwa salama. Sio tu alikataa, lakini alitoa hiyo barua hadharani na kukemea, na mwenzake rafiki yake Jamal naye akamfuata akafanya hivyo, na imekuwa hivyo. Una fedha ziwache hapa. Tunajua kuna watu lazima watakuwa na account nje. Kama una balozi yuko Uingereza, itabidi awe na account hapa, na wafanyakazi wa kule na Watanzania wanaofanya kazi nje. Lakini we kiongozi hapa, kuna sababu gani ya kusema uwe na account nje? Upeleke fedha nje zisaidie nchi nyingine, zisaidia hapa. Sasa hapa kilichonistusha zaidi ni kwamba katika hii ambayo wamekataa yasiwe kwenye katiba, lakini wanasema yatungiwe sheria. Sasa inasomeka hivi: kwa madhumuni ya katiba hii, bunge litatunga sheria itakayoweka pamoja na mambo mengine tafasiri ya neno zawadi, aina ya thamani, kiwango, kuhifadhi zawadi. B, masharti ya kufungua akaunti ya za nje kwa kiongozi wa umma. Maana hapa umeruhusu watu waanzishe akaunti nje, unawawekea utaratibu tu. Ningeelewa tungeweza kuendelea kubishana yawe kwenye katiba ama asiwe kwenye katiba, lakini tukubaliane kwamba kiongozi asiwe na account nje. Hii haiko hapo. Lakini wote tunaamini tuna matatizo makubwa sana katika nchi hii. Tuna rushwa kubwa sana, tuna ufisadi, tuna matumizi mabaya ya madaraka, lakini tunaogopa kutia mambo haya kwenye katiba, tuonyeshe dhamira ya kupambana nayo. Ukifuatia inayozungumzwa sasa hivi, mimi wanavyozungumza na ujiuliza, hivi kwa nini wamekataa yasiwe kwenye katiba? Ukiona mazungumzo ya bunge sasa hivi unajiuliza, hivi kwa nini wanakataa yasiwe kwenye katiba? Sijaelewa. Jingine ambalo wananchi walizungumzia sana, ilikuwa wawe na madaraka ya kuwaondoa wabunge wao kama wameona hawatoshi. Na walikuwa nasema hivi, wanasema kuna baadhi ya wabunge wamekuja wakagombea, sio wakazi, origin yao ni huku, lakini sio wakazi wa huku. Anakuja, vyama vinatuambia huyu ni mtu mzuri sana, atakuwa mwakilishi mzuri, mchagueni. Wanamchagua, wakisha mchagua anapotea.
kumbe na biashara zake Dar es Salaam ama anafanya kazi nyingine, atakuwa anakwenda mara moja moja, anakuwa na mikutano miwili mitatu, hamuoni tena. Anasema na wengine kila wakati wa kugombea, wakati wa kampeni, wanaahidi mambo mengi sana. Wakishachaguliwa husikii wanazungumzia hiyo. Wakasema tukipata watu wa aina hii, mturuhusu sisi tuwaondoe. Tukaitia mle. Imekataliwa. Na naambiwa, na nimesikia viongozi mara nyingi wanasema hakuna duniani ambapo wana utaratibu kama huu. Sisi tulikuwa tunafanya utafiti. Wala sihitaji kwenda mbali. Nayo katiba ya Kenya. Hii ni katiba ya Kenya. Na ina kifungu 104 cha katiba ya Kenya. Kinasema hivi: the electorate under articles 97 and 98. 97 ni ya bunge, 98 ni ya Senate. Have the right to recall the member of parliament representing their constituency before the end of the term of the relevant house of parliament. Hii ni Kenya. Nasema parliament shall enact legislation to provide for grounds on which a member may be recalled and the procedure to be followed. Kenya wenzetu wale walikuwa na matatizo haya na wameruhusu. Sisi hapa tunakubali vyama viondoe wabunge. Wanaweza kumuondoa hata hana kwa jambo ambalo halihusiani na wapiga kura wake. Vinapawa hiyo. Bunge linaweza kumuondoa. Lakini wananchi wakisema tunataka madaraka haya, na inaweza kutumika kwa watu wachache, lakini wajue ni kuwaambia wabunge mnachaguliwa, mnajua kwamba mna wajibu. Hilo nadhani mimi ni kasoro. Kwenye bunge tulikuwa tumependekeza 50-50, tumependekeza mgombea binafsi. Sisi tulitaka tuwe na uhakika wa 50-50. Kwa hiyo kwanza tulisema bunge liwe na wabunge wangapi, na tukagawanya bara na Zanzibar. Pili, tukasema kila constituency itoe wabunge wawili, mmoja mwanamke, mmoja mwanamume. Hii ilikuwa na uhakika. Hii hawakutia uhakika, wanasema kuzingatia usawa. Kuzingatia usawa. Sina hakika kama hii italeta 50-50. Hapo bado kuna wasi. Mgombea binafsi wametia masharti kwenye katiba. Aseme lini alitoka kwenye chama cha siasa, awe ilani yake ikoje, na mambo mengine. Wanasema haya ndio mambo yangekwenda kwenye sheria ya uchaguzi. Hao wengine wa vyama umeacha kwenye sheria ya uchaguzi. Haya ukiyasoma ni kwamba wanataka kuzuia mgombea binafsi. Kwa nini mgombea binafsi, masharti ya mgombea binafsi peke yake ndio yatiwe kwenye katiba, sio wagombea wengine? Hivi mtu anagombea kwenye kitongoji, ni lazima awe mwanachama wa chama cha siasa? Hivi mtu anagombea kwenye kitongoji, ni lazima aje na ilani? Unaona ni waziwazi ni masharti ambayo yatazuia mgombea binafsi. Mgawanyo wa madaraka. Sasa ndio mnaona yanayotokea. Sisi tulitaka tutenganishe bunge na serikali. Tuliamini serikali kuwa katika bunge inaminya uhuru wa bunge, inawabana wa bunge. Lakini na bunge nalo limeacha njia, limeanza kuingilia mambo ya serikali. Katika rasimu
tulikuwa tumetia kazi moja ya bunge, jukumu moja ilikuwa kuridhia mikataba. Kuridhia mikataba ya kimataifa na kuridhia mikataba inayohusu mali asili ya taifa kama mafuta, madini na hata ardhi, kwamba kama mikataba inafanywa hiyo ipelekwe bungeni. Wamekenda wamekataa, lakini nikastaajabu, wanakuja kwenye kamati hapa Dar es Salaam, ile walioikataa kwamba wasiwe na power ile wanadai wapewe. Walipokataliwa wakachukua madaraka ya serikali, wanaagiza polisi kukamata watu. Sio kazi ya bunge. Sio kazi ya bunge kuambia polisi wakamate watu. Hiyo ni kazi ya serikali. Una matatizo na serikali, mwandame waziri, mwandame waziri mkuu, hata mwandame rais, lakini uache taasisi zifanye kazi. Sasa tulitaka tutenganishe hii, wameikataa. Sisi tunafikiri itakuwa, kwa sababu ni nchi nyingi zimeona matatizo haya, hata ndugu zetu wa Mozambiki wamefanya hii. La mwisho kwa kifupi, muungano. Mohamed atakuja azungumzie kwa wao. Mpaka sasa hivi ukitaki juu ya muungano, wanakimbia kwenye, wanazungumzia serikali tatu, ubaya wa serikali tatu. Sisi tunasema tuangalie uimara wa serikali mbili, kwa sababu kulikuwa na malalamiko uimara wa serikali mbili. La kwanza ni lalamiko la miaka 30 kutoka Zanzibar, kuanzia Mzee Jumbe, kwamba Tanganyika imevaa koti la muungano, na tume ikaangalia ikasema kuna ukweli, kwa sababu hii serikali ya muungano inahudumia bara, haihudumii Zanzibar. Hii serikali iko bara, lakini serikali hii ndio inahodhi sovereignty ya nchi. Kwa hiyo sovereignty ya nchi inatumika kwa faida ya bara. Zanzibar wakitaka hawana sovereignty, wapitie kwenye serikali hii. Koti hilo limezidi, ama limezidi kubana sasa, kwa sababu kwa kurudisha mambo yote Zanzibar unafanya serikali hii iwe ya bara tu. Hilo bado lipo. Mohamed anaweza kueleza zaidi. Lakini la pili, rais alipokuwa akihutubia bunge maalum alitaja mambo ambayo serikali zote mbili zilikuwa zimekubaliana yarudi Zanzibar, na ilikuwa yamerudi Zanzibar. Sasa yamerudishwa kwenye orodha ya muungano. Merudisha kodi, merudisha nadhani kodi ya mapato, ushuru wa forodha na ushuru wa bidhaa. Merudi zimekuwa ni mapato ya muungano. Merudisha mawasiliano, merudisha elimu ya juu, merudisha usalama na usafiri wa anga. Sasa haya mambo sasa hivi yako chini ya Zanzibar. La fedha ndilo lilikuwa la matatizo ya kwanza kabisa, kwamba tangu mwaka 64 kodi ilikuwa ni jambo la muungano, lakini kufika 77 liliondolewa kwa sababu Zanzibar ilisema hivi, sisi tuna jukumu la kuendesha serikali, lakini mapato yanachukuliwa yanakwenda kwenye muungano, tutaendeshaje? Basi kaondolewa. Tangu 77 kodi hizi kwa Zanzibar haziji kwenye hazina ya muungano. Walisema waweke utaratibu mwingine wa Zanzibar kuchangia, lakini hizi zibaki Zanzibar. Sasa unazirudisha, umewapa majukumu zaidi, lakini mapato yale unachukua. Mapato yale ni zaidi ya nusu ya mapato ya Zanzibar. Mimi sina hakika kama Zanzibar watakubali kubadili
Kama wamefikia maridhiano sawa, lakini naona matatizo. Usafiri, usalama na usafiri wa anga. Sasa hivi Zanzibar ina madaraka yake. Wao wanasimamia viwanja vyao vya ndege, wanatoa leseni za biashara ya angani. Kuirudisha ni kwamba sasa Mwakembe atakwenda kuangalia kiwanja kile cha Zanzibar, na kutoza fees zile zitarudi kwenye civil Directorate of Civil Aviation. Sijui, maana ni vizuri kama tumeritia tuwe na uhakika zinaweza kutekelezwa. Elimu ya juu. Elimu ya juu inaonekana wanazungumzia Loans Board. Loans Board sio elimu ya juu, ni facility tu, ni facility ya kuwezesha elimu ya juu. Vyuo vya Zanzibar viko chini ya madaraka ya Zanzibar. Huku anayetoa chata ni rais, lakini hatoi chata kwa vyuo vya Zanzibar. Sasa mimi nataka niwe na uhakika kama Zanzibar wamekubali hilo, kwa sababu kama hawakukubali na mmeingia hapa, tunaanza na mgogoro moja kwa moja. Lakini lipo hii hapa, kuna kifungu hapa ni interesting. Mpito, utekelezaji wa masharti ya katiba mpya. Mambo yafuatayo yatafanyika na kukamilika katika muda wa mpito. A. Kurekebisha katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 kuiana na masharti ya katiba hii. Kutunga na kurekebisha sheria mbalimbali za Jamhuri ya Muungano, sheria ambazo si za Jamhuri ya Muungano zinazohusu Tanzania bara na sheria za Zanzibar ili kuiana na masharti ya katiba hii. Bara lalamiko lao kubwa ilikuwa Zanzibar iko huru, wana bendera yao, wana wimbo wao wa taifa, wana nembo yao, wana serikali yao, na sasa wamejiita nchi. Rais wa Zanzibar ana madaraka ya kugawa nchi. Zanzibar bara walikuwa wanataka haya yatoke. Hii imeruhusu hiyo, kwa sababu maana yake ni kwamba Zanzibar iende ibadili katiba yake inayosema sheria yote iliyotungwa na Bunge la Muungano haiwezi kutumika Zanzibar mpaka imekwenda kwa Baraza la Wawakilishi, iondoe. Pili, kesi fulani haziji kwenye mahakama ya rufani, na iondoe. Tatu, Zanzibar ni nchi, iondoke, na rais yule asiwe na madaraka ya kugawa Zanzibar katika maeneo ya utawala. Lakini si hiyo tu, hii ya pili, sheria nyingine ni kwamba Zanzibar ibadili sheria yake ya ardhi ili kila mtu aweze kupata ardhi. Ibadili sheria yake ya Mzanzibari mkazi ili kila mtu aweze kugombea, aweze kupiga kura kule. Mimi nadhani kama hii imekubalika, watu wa bara watafurahi sana. Lakini najiuliza, inawezekana? Nitamwachia Mohamed, kwa sababu isipowezekana kama hili halitatekelezwa, hii katiba tuliyotunga ni ya Tanganyika, haitakuwa ya Tanzania. Na hapa nilisema huko mwanzo kwamba kama hii kukubalika, ni lazima kuwe na maridhiano. Profesa atakuja azungumzie juu ya maridhiano. Sioni dalili zozote Zanzibar kwamba kutakuwa na maridhiano. Ninachoona sasa hivi ni kwamba mchakato huu unaweza kuleta madhara makubwa Zanzibar kwa kuvunja umoja wa kitaifa ambao wamekuwa nao. Haya tuyafikirie. La mwisho niseme hivi, tujifunze yaliyo katika
katiba iliyopendekezwa kwa kufuata aliyosema Mzee Butiko. Tubadilishane mawazo, tuwe na hoja, tusikilizane, kila mmoja msikilize mwingine kwa amani, kwa kuheshimiana. Mimi nilistuka sana niliposikia kwamba waheshimiwa wale walikuwa wananitukana, wananibeza, wananikejeli kama mbinu ya kupata ushindi. Nasema tusifanye hivyo. Tusitumie matusi, tusitumie kejeli, tusitumie kubeza kama njia ya kupata ushindi. Tuelimishane, mwisho tutapiga kura, lakini tuko kitu kimoja. Si kitu kizuri, na hasa viongozi wanaoheshimika, kutafuta ushindi kwa kutukana, kwa kukejeli, kwa kubeza. Na bado wanakwenda huko moja ambao wanasema tumemsaliti Mwalimu. Ndio wanakwenda, hawaelezi iliyo katika katiba waliopo na wenzake wamemsaliti Mwalimu. Siku ile nilijiuliza, hivi tunazungumzia Mwalimu huyu ama ni mwingine? Najiuliza, hivi Mwalimu angekuwa haya ninayozungumza juu ya maadili, yeye alikuwa rais, alikuwa amepata nafasi nzuri ya kujitajirisha. Alipoona dalili za ufisadi, akaenda akakaa na wenzake Arusha, akapitisha azimio la Arusha akijua linaanzia kwake. Kwamba hawezi kujenga nyumba ya kupangisha. Hivi na amekufa, anasema bado hajaona mahali hata pa kubadili koma kwenye azimio la Arusha lenye miiko ile. Hivi angekuja wananchi wanamwambia tunataka haya miiko hii ingie kwenye katiba, Mwalimu angekataa? Sasa tunamsaliti namna gani Mwalimu kwa kutaka tusimamie hii? Mwalimu huyo mwaka 84 amekazana tuweke ukomo wa urais. Yeye akiwa rais anasema tuweke ukomo wa urais. Anajua itaanzia kwake. Marais wengine wanataka waendelee, hata kukiwa na ukomo wanataka wabadili. Yeye akaona kwa manufaa ya nchi kuwe na ukomo. Sasa akija anaambiwa kwamba wananchi hawa wanasema nadhani wabunge wetu hao ingekuwa timu 3, maana wanavyoendelea hivi tunaona sio vizuri, hivi angekataa? Sasa wanasema alikuwa anataka serikali mbili. Serikali mbili zilikuwa na masharti yake. Serikali mbili, moja ni kitaifa. Sasa akija akute hata mambo yale waliokubaliana na Mzee Karume wameondoa kwenye orodha ya muungano, atabaki anasema kwanza yeye amekwenda akiwa naamini kama chama kilivyokuwa kimeamini, chama cha CCM kilivyoamua kwamba tuko kwenye serikali mbili kwenda serikali moja, lakini tunayofanya sio ya kwenda serikali moja. Maana serikali moja ukimuuliza Baregu pale, nadhani yeye ndio maana anazungumzia maridhiano, kwa sababu ukimuuliza hata sasa hivi atasema mimi wa serikali moja, lakini kwa sababu ya maridhiano nasema hivyo. Nasema tusitumie vibaya jina la Mwalimu.
tumebadili mambo, yameondoa justification ya kuwa na mfumo huu, lakini tunakazania, tunasema ilikuwa Mwalimu. Kwa sababu tumeondoa, umeondoa biashara ya nje, umeondoa bandari, yani unaondoa hata utafiti, unaondoa takwimu. Hivi unapangaje kiinchi kama utafiti, kama takwimu sio jambo la muungano? Yani umeondoa ile ya kusema tuna nchi moja. Hayo nataka, ni mengi yapo, lakini nataka kuanza kuonyesha haya. Mimi ningeiomba serikali kwa kweli isambaze nakala za katiba inayopendekezwa. Waisambaze ili muisome, muanze kujadiliana, tuanze kufundishana wote, ili tutakapokuja kupiga kura tunajua tunapigia nini kura. Nawashukuru.